Hii ni haki ya kwanza ya mtoto juu ya wazazi wake. Ni huyu mtoto kabla hajapachikwa ndani ya fuko la uzazi wa mama yake anaombewa dua maalum. Hii ni katika haki ya mtoto. Kabla mama na baba hawajafanya kitendo cha ndoa cha halali, wanamuombea dua ule mtoto kabla hajaingizwa kwenye tumbo ya mama yake, kwenye fuko la uzazi wa mama yake. Na hii ni dua ambayo ni maarufu na wengi wetu wanaijua, ambayo Mtume ametufundisha. Unapotaka kustarehe na mke wako wa halali, unasema Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuepushe na sheitani na umuepushe sheitani na chochote ambacho utaturuzuku baada ya kitendo hichi cha halali. Maana yake, ikiwa hichi kitendo itakuwa ni sababu ya kupatikana mimba, mtoto ataingia huko ndani, basi Mwenyezi Mungu tunakuomba umlinde huyo mtoto na sheitani. Na baada ya hapo, wazazi bado wataendelea kumwombea mtoto wao, na dua ya mzazi juu ya mtoto wake ni mustajaba, inakwenda direct. Ambapo leo takwimu inaonyesha Waislamu wengi mashallah hii dua ya kufanya jimai wanaijua. Wamesema baadhi ya wanazuoni 80% ya Waislamu. Mashallah, ni jambo zuri. Hata kijana anapotaka kwenda kuoa, kitu cha kwanza anafundishwa hii dua, jambo zuri. Lakini hawa ambao leo wamejifundisha dua ya jimai, dua ya kuingia nyumbani hawajui, dua ya kuingia chooni hawajui. Sasa hii dua ya jimai ni muhimu kweli ndugu zangu, lakini kwa nini usihifadhi na dua zingine pia? Wewe umehifadhi tu dua ya jimai peke yake. Jamani, tuhifadhi zote hizi, ni muhimu, kwa sababu ad-dua silahul mu'min. Dua ni silaha ya Muislamu, mahali popote alipo dua ni silaha yake.